Wagwani mtazamaji wa The Walking Bridge, karibu sana ndani ya The Walking Bridge, na hii itakuwa Neno episode ya pili, ambapo naamini kwamba ulikuwa ukingoja kwa hamu. Kama ilivyokuwa huko nyuma, nimekuwa nikizungumza na watu mbalimbali na nimekuwa nikikuletea mambo mbalimbali. Kama unavyoona, nchi ya Tanzania inaendelea na vuguvugu kubwa la uchaguzi na mambo mengine kadha wa kadha, lakini siku hii ya leo, kwa unyenyekevu na heshima kubwa, nazungumza na mtu ambaye wengi wanamfahamu kama brother au kaka, wengine wanamfahamu kama mjomba, wengine wanamfahamu kama baba, wengine wanamfahamu kama mama yao, teacher, wengine wanamfahamu kama mwalimu. Yaani ni mtu ambaye amevaa kofia nyingi sana, lakini mimi namfahamu kama rafiki. Ni mtu ambaye nilikutana naye mwaka 2022 pale Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, na nikazungumza naye mawili matatu. Wakati huo alikuja na vijana wengi tu ambao walikuwa na vipaji mbalimbali, wakapiga show kali pale ndani ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Ilikuwa tukio la Red Cross, so it was talent na nini. Lakini baada ya hapo mimi na yeye tumeweza kuwa tukiwasiliana kwa mambo mbalimbali, lakini pia nikifanya juhudi mbalimbali kusupport jitihada zile ambazo amekuwa akizifanya. Nikaona si bure watu wengi wangeweza kusikia kutoka kwake, kujua safari ya maisha yake, kujua kwa nini yuko hapa alipo leo, na je, tunawezaje kutoka hapa tulipo, na tunawezaje kuepuka na hatua ambayo ndugu yetu huyu amefikia. Ndugu yangu huyu anaitwa James Yusta. Unajiuliza huyu bwana ni Makua au ni nani? Leo tutajua kutoka kwake mengi ambayo naamini yatakufunza na kuelimisha, lakini pia kukutia moyo. Asante, na kama bado hujasubscribe The Walking Bridge, tafadhali fanya hivyo, lakini pia unaweza kushare kwa watu mbalimbali ili waweze kujaa hapa The Walking Bridge na tuweze kubridge idea, matumaini na maono makubwa ambayo yapo ndani ya mioyo yetu. Bana James, wewe ni Makua au ni kabila gani? Maana jina lako James Yusta linaendania kama ilivyokuwa kwa William hayati William Benjamin Mkapa, ambapo yeye jina lake la Mkapa linatokana kwa upande wa mama yake, kwa sababu wao ni Wamakua na Wamakua wenyewe ni matrilionial society. So nilikuwa najiuliza James ni Makua au ni kabila gani? Asante sana Mr. Seli kwa sababu mimi ni Mbantu. So tukizungumzia Mbantu ni mtu wa Afrika Mashariki na Kati. Mimi ni Mbantu kwa sababu Yusta haipo kwenye upande wa Makua. Sijui asili yangu kwanza. Sijui asili ya nini kabila langu, silijui kiuathiria, lakini ninaamini mimi ni Mbantu, ni mtu wa Afrika Mashariki na Kati, zaidi ya yote ni Mtanzania. Nina story ndefu sana kuhusu Yusta. Yes. Why naitwa James Yusta? Yes. Ya, ni safari ya maisha. Yusta ni mama aliyeweza kuniokota kwenye boksi kipindi niko mchanga wa siku moja. Alikuwa anapita, bahati nzuri mbwa alikuwa anaburuza boksi kutoka dampo. Ndani ya lile boksi kulikuwa kuna sumu mzoga alitaka kula. Ndio. Sasa uzuri Yusta alisikia sauti ya mtoto mchanga ikilia ndani ya boksi. Akashtuka. Akasema huu utakuwa so mzoga. Mzoga gani unalia? Naam. Okay. Kwa hiyo hapo sasa alianza sasa ile pale kupiga kelele, kuomba watu ile msaada wafukuze wale mbwa, kwa sababu ile yeye mwenyewe alikuwa anaogopa wale mbwa. Walikuwa wengi. Ya walikuwa mbwa wengi. Baada ya kufukuza wale mbwa, kwa bahati nzuri wakafungua lile box, wakamkuta mtoto mchanga, mtoto wa kiume kwenye umri wa siku moja. Wakamchukua yule mtoto na lile kiboksi lake vile vile ilivyo, wakampeleka kituo cha polisi. Okay. Kwa hiyo Yusta akakabidhiwa yule mtoto amlee. Yule mtoto ndo James Yusta. Okay. Mimi kijana sasa, nimekuwa kijana mtu mzima, kijana miaka 30. Yes. Kwa hiyo ni simulizi fupi ya jina kwa nini James Yusta.
Okay. Kwa hiyo Yusta amefanyika kuwa mama, Yusta amefanyika kuwa baba, Yusta amefanyika kuwa sehemu ya familia yangu. Kwa hiyo maana naitwa leo James Yusta. Yusta ni jina la mama mlezi aliyeniokota na kuokoa uhai wangu kwa ile siku ya kwanza kabisa ambaye ilikuwa labda niliwe na mbwa kama mzoga, lakini kwa neema ya Mungu, mapenzi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, alifanikisha uhai wangu kakombolewa kupitia Yusta. Kwa hiyo kwa sasa hivi Yusta amefariki. Lakini James nipo, ndio maana naitwa James Yusta. Yusta inaendelea. Asante. Nimepoa. Yusta alifariki nikiwa na umri wa miaka 7. Okay. Alinilea vizuri sana, tulikuwa tunaishi Arusha. Ndio maana anasema kuwa asili yangu, wengine wanasema labda kidogo Masai, kidogo Wairaki. Okay. Yes, hivyo kwa sababu mamangu kidogo yule Yusta alikuwa ana asili kidogo ile ya weupe. Kwa hiyo watu wengi walikuwa wanaona ile kama ile wale watu wale wa nini. Hivyo. Kwa hiyo maisha yangu nimekulia. Maisha yalikuwaje baada ya mama Yusta kukuchukua? Sikumbuki nilipokuwa mdogo lilikuwaje, lakini ninakumbuka nilipoanza kuwa darasa la pili, ambapo ni mtoto wa miaka 6. Ndio. Mamangu alikuwa ananipenda sana, alikuwa ananilea vizuri sana. Nilikuwa nina feel kwa sababu nilikuwa sioni kama yeye sio mamangu, yani nilikuwa naamini yeye ni mama mpaka ile siku anakuja kuniambia mimi kuna 1 na 2 na 3. Yani kwanza nilikuwa siamini kwa sababu malezi alikuwa ananilea yalikuwa ile zaidi ya upendo, yani zaidi ile, yani nilikuwa alikwambia kwamba yeye si mama yake ukiwa na umri gani kama unakumbuka? Ni miaka 7 hiyo, kwa sababu nilipofika darasa la pili mimi kidogo nilikuwa nina akili nikiwa mdogo. Kwa hiyo niliwaishwa kupelekwa shule na mamangu. Nilikuwa nasoma pale Arusha English Medium, ndio kile nilikuwa naitwa. Kwa hiyo nilianza pale shule mapema sana. Kwa hiyo nilikuwa nina uwezo mkubwa wa kutafakari mambo, na kutokana na maisha ya nyumbani, mama alikuwa na vitabu, anapenda ile vitabu. Mama alikuwa anaenda sana ile Ulaya, yani ile hivyo. Mamangu alikuwa anafanya biashara madawa. Maduka madawa, pharmacy na nini. Nikadhani madawa. Hapana. Ni maduka ya pharmacy. Sorry. Maduka dawa za binadamu. Kwa hiyo kwa hiyo hivyo aliniwaisha kunipeleka shule kutokana na ufahamu nilikuwa nao. Nilianza sasa nilikuwa naenda shule narudi, pia alikuwa nimeshaanza kuanza kudadisi vitu vingi, kwa sababu nilikuwa nakaa nyumbani na wafanya kazi na mama, nikawa namuuliza mama, wapi babangu? Unaona, kwa hiyo nilikuwa nahitaji kujua baba, kwa sababu namuona mama yuko yeye peke yake pale nyumbani, alafu pia ile na mazingira ya nyumbani ile kuna kila kitu. Kuna kila kitu kizuri na nini, lakini nilikuwa na miss napoenda shule. Kuna watoto walikuwa wanafuatwa na wazazi wao na baba zao. Sometime ile tunapiga na story na baba 1 na 2 na 3, kirudi na mama hivi, umeona babako atakuchapa, baba atanichapa na nini. Sasa mimi nilikuwa na misa baba kwani ndio mbona kidi nyumbani namuona mama, sometime na mama anafuata shule narudi nyumbani. Mama lakini alikuwa na watoto wake wengine? Hapana, mama Yusta alikuwa hana mtoto wake ndio nilikuwa ni mimi. Okay. Kwa hiyo mimi nilikuwa mtoto. Ni wengi walikuwa wafanya kazi pale nyumbani. Kwa hiyo ile namuuliza mama, wapi baba nini? Mama alikuwa ananiambia
kitu anasema utajua siku moja na nini. Sasa nilipofika mwaka 1996 happy birthday yangu ya kwanza mama ananisherehekea darasa la 6 hapa nipo. Darasa la pili. Yes. 96 darasa la pili. Kwa hiyo mimi nimekuwa 93 92 hivi. Ni hivyo. Kwa hiyo darasa la pili nipo. Lakini kama darasa la pili ulikuwa na miaka mingapi? Miaka 6. Miaka 6. Maana kama ni 96 ilikuwa umekuta miaka 90 89. Ya hivyo. Kwa hiyo pale sasa ndio mama akauliza sasa ile birthday yangu nasherehekea tarehe 25 mwezi wa 5. Okay. Kila mwaka. Kwa hiyo ni ile siku sasa ya kukuta kwenye box. Ndio. Kwa hiyo mama hiyo siku alikuwa ameandaa vitu vingi. So na mamangu tulikuwa tunapendaga ile kila Jumamosi ikifika tunaendaga kwenye vituo vya kuangalia watoto vya malezi ya watoto. Kwa hiyo siku ya birthday tukasema twende basi pale Unga Limited kwenye kituo cha watoto ambacho kina masista analea watoto. Tunaenda pale sasa ile tunakata keki nashangilia na wenzangu. Mama akawa analia sana. Kwa nini mama analia? Nini inatokea? Vipi? Mbona? Kwa hiyo ile analia yani ile sielewi. Kila kitu ameandaa yani ile lakini ile kwa nini analia? Kwa hiyo nikataka sasa kujua sasa kwa nini mama analia. Ilikuwa nini? Tulivyotoka kwenye gari sasa tumeingia kwenye gari tunarudi nyumbani baada ya sherehe. Nikaanza kumuuliza mama. Unajua Arusha kuna baridi. Nikaanza kuuliza mama kwenye gari, nikamwambia mama vipi mbona analia? Nini ufurahi siku yangu? Mimi mama kashindwa kuendesha gari akatetemeka. Mbona natetemeka vipi? Akashindwa. So akasogeza gari pembeni akapaki pembeni akachukua simu akampigia mjomba wetu fulani anaitwa Mayasa. Ndio. Mayasa yupo? Mayasa hayupo kwa sasa hivi. Hayupo. Naisi alikufa. Kwa hiyo baada ya kumpigia simu Mayasa akaja, Uncle Mayasa alikuja pale akatupeleka nyumbani, akasema tusaidie kuendesha, akatupeleka. Kwa hiyo pale nikaona sasa labda ile mimi nimemkwaza mama kuna kitu fulani nimemkwaza. Kakaa siku ya kwanza, siku ya pili, wiki kaisha, wiki pili tena. Ila sasa zile kila nikienda shule nikirudi naona ile kwa nini mama analia? Why inakuwa hivyo? Kwa hiyo nikataka sasa kujua sasa siku hiyo tena nikamkumbusha mama, mbona siku lilia? Siku basi yangu lilia. Shida ilikuwa nini? Afu kana nyema kabisa mpaka ile lani niweza kukosa amani tena na nini. Mama kwa tena sasa akaniambia sasa nikumbushe niache nini. Kachana naye tena. Tukawa tunaendelea maisha. Sasa kuna siku ilitokea sio kitu gani. Ni miezi hapa ishaisha yani ile. Muda mrefu umeweza kupita. Sio shule ilikuwa anahitaji nini? Ndio. Ya mzazi wa kiume. Nikarudi nyumbani nikamwambia baba, mama kuna hitaji nini? 1 na 2 3 sijui jina la baba na nini. Ama kama ameshikwa na ile huzuni vile. Yaani ile hivyo nikasema mbona kwa shule yenu ulivyoanza uliandikishwa kwa jina la James Yusta. Kwa walimu wakawa demand kupata jina la na Justin akawa ni nani? Justin ni babake na mama Okay. Babake na mama. Kwa hiyo mpaka vitambulisho vyangu vyote James Yusta Justin. Okay. Hivyo. Kwa hiyo sikabidi sasa ile twende hivyo. Mama akasema sasa ile pa udadisi ulikuwa mwingi sasa nishaanza sasa ile kumzoesha sasa mama kumwoni. Mama akasema siku moja nitakwambia ndio hiyo siku sasa
mama ishapita, yani miezi mingi imepita, mpaka ushaanza kusahau. Ishaanza kusahau, ndo akanita siku akaanza kuniambia, unajua ni nini, yani inapofika siku yako ya birthday nalia kwa sababu namtukuza Mungu sana, namwabudu Mungu sana, namshangilia Mungu kwa sababu yako wewe. Kwa sio rahisi kuweza kufikia hatua hiyo. Naam, kwa hiyo hivyo, yani ninapata furaha nyingi sana kwa sababu ninapoweza kukuona wewe uko hai hadi hivi leo. Kwa hiyo ninakumbuka vitu vingi sana. Sasa hapo kwenye kukumbuka vitu vingi sana ndo issue ilipoanza kuwa sasa na viulizo vikawa vinaongezeka. Unakumbuka nini kukuambia namna alipokupata? Ndo hapo sasa akanipa story, akaniambia unajua mimi nina simulizi ndefu sana kubwa sana na maisha ya maisha yangu, sijali ya maisha yangu, lakini leo nahitaji kuambie simulizi yako jinsi gani mimi ni mama, mimi ni nini, kwa sababu hapa duniani tunaweza tunakuja siku moja, tunaondoka pia siku moja, lakini tunatakiwa tuache alama iliyo njema na jamii inatuzunguka, au tukumbuke kwa vile vitu ambavyo tumeweza kuvifanya kwao, tumewekeza kwao. Hatuna kila kitu cha kuwekeza kwa jamii, lakini moyo wa faraja ukipanda kwa mtu ni mbegu njema sana, inaenda kukua na kuchanua kwa watu wengine. Hivyo basi mimi na stori mbaya, yeye sasa ndo anasema mimi na stori mbaya kwa sababu yeye pia aliwahi kuokotwa, aliokotwa chooni. Kwa hiyo Justin ni mzungu aliweza kumuokota, alikuwa anapita ni wale wa mishonari wale walikuwa wanapitaga ule vijijini kuhubiri maneno ya Mungu na nini, ndio aliweza kumkuta kwenye tundu la choo, umeona, akiwa amefunikwa na shuka. Sasa yule mzungu alitaka kujisaidia, akaona sasa choo pona limeziba, tundu limeziba, anafanyaje? Ndo akaangalia hivi, akaona lile shuka, akaona alivuta, kumbe anavuta ile shuka, anamvuta mtu akaita wenzia, akasikia sauti ya mtu inalia kwenye tundu la choo. Hii ni story ya Mama Yusta. Sasa sitaki ile kuielewa. So kama niweza kuelewa vizuri ambavyo ipo, ninaweza connect dot kwamba Yusta Justin naye pia Justin si baba yake na wala si mtu ambaye anatokana na vinasaba vya Yusta. Yusta kiufupi hamjui baba yake, hamjui mama yake, ila anamjua mtu aliyemuokota peke yake. Na Yusta naye ikatokea akakuokota wewe. Naye pia akaleta jina kwa upande wako. Coincidence ya ajabu sana James. Kweli Mungu ni wa ajabu sana. Yaani anapitisha baraka kutoka kwa baraka nyingine. Unaweza kama ulivyosema mwanzo kwamba maisha yako wewe ni baraka, yametokana na baraka ya Yusta, na maisha ya Yusta yatokana na baraka ya James. Justin. Yanatokana na Justin. Kwa hiyo maisha ni safari. Unajisikiaje ulipoambiwa habari hizo? Mimi niliumia. Sasa issue ni kwamba mama alikuwa anaongea bila maumivu. Alikuwa anaongea ile kwa amesacrifice maumivu. Kwa hiyo anaongea like ile story, yani ili mimi nijifunze, labda nisipate ile vikwazo kuja sasa kwenye simulizi yangu. Kwa hiyo alikuwa anaongea simulizi yake ni ngumu sana, ambayo so ilinipa wakati mgumu sana kuitafakari na kuijua, kwa sababu nilipata kujua kitu kimoja. Mama alikuwa rafiki zake wengi sana ni wazungu, alafu ni watu wa mission sana. Ndio. Alikuwa ana rafiki na pia nilikuwa najiuliza sana hicho kitu. Sasa hiyo siku alikuwa ndo ananipa hiyo simulizi yake, ndo
nikaanza sasa ile kuziunganisha zile dots. Zaidi ya yote mama alikuwa aongei sana ile Kiswahili kama hivi tunavyoongea, yani ajui sana Kiswahili, anajua sana ile Kispanish. Hapa sasa hivi ndo unajua kwa nini ulienda English medium. Yes. Kwa hiyo ile hivyo alikuwa anaongea sana ile Kiingereza na lugha zingine kama Kibrazil. Mama alikuwa anaongea lugha zaidi hata ya 6-7 hivi za kizunguzungu. Kwa sababu ndo alikuwa amekulia huko na nini hivyo. Basi baada ya kuongea simulizi yake, akaja sasa akaniambia, najua huku nimekupitisha, lengo lako kutaka kujua James ni nani. Ndo akaanza kuniambia sasa, ilikuwa tarehe 25 ya mwezi wa 5, ilikuwa napita kutoka kanisani. Kipindi hicho mamangu alikuwa yeye ni sister. Sister ile ni mtawa wa Katoliki. Kwa hiyo akasema nilikuwa sister na hudumu, lakini kitaaluma yeye ni dokta. Professional yake dokta. Aliishi kama sister hivyo hivyo mpaka anafariki au? Hapana, aliacha usista ili tu anilee mimi sasa. Ili anilee mimi. Alisema baada ya kuniokota na kuona, aliomba ile kustaafu. Kulea pia ilikuwa ibada tosha. Kuna rafiki mmoja anasemaga wema ukimfanyia mtu, ukimsaidia mtu mwingine ni ibada tosha. Yes, naam. Kwa hiyo alikuwa anafanya ibada ya malezi kwangu, na bila mimi kujua kwa ile ni sehemu ya ibada. Kwa hiyo akawa ndo ananiambia sasa, hiyo simulizi ilikuwa anapita mtaa ya Arusha, kwa sababu hivyo alikuwa ananiambia sasa alikuwa anaenda kanisani kushiriki ibada za asubuhi. Najua ile Roma wanashiriki ibada ya saa 11 ile alfajiri, ile wanashiriki kusali wenyewe. Kwa hiyo alivyokuwa anaenda, alikuta sasa pembezoni mwa kanisa kuna kidampo. Ndio. Alikuwa anapita hivi sasa, ile msimu ule mvua zile ndo zinaishirizia sasa, alikuwa anapita ile akakuta mbwa anaburuza box kutoka ile dampo ya kuja ili kuvutana, wanapita sasa njia ile ndo anza kushusha kile kibox ile, akawa anasikia sasa ile sauti ya mtoto mchanga inalia kwenye ndani ya box. Ndo hapo sasa kupiga kelele kuomba msaada, na watu walikuwa kuja pale ili kuangalia. Yeye issue yake kutaka kuona muujiza au ni nini, ninachokisikia ni kitu sahihi au masikio yanadanganya, yani ile hivyo. Kwa hiyo akasema hivyo. Wote walivyokuja wakafungua box, wakafukuza mbwa. Walipofungua box wakamkuta mtu kweli, mtoto wa kiume. Wakamchukua vile vile ndani ya box, wakampeleka polisi. Baada ya kufika polisi. So labda James, sorry kukatisha, nataka labda tukumbuke kwamba hilo dampo ulipookotwa liko sehemu gani, na je mahali hapo kwenye hilo dampo bado kuna hilo dampo? Nilitamani kujua hivyo, lakini sikuweza tena kufanikiwa kujua, kwa sababu mpaka wakati huu nilikuwa siko na hilo swali kwa mama. Alivyoniambia, kwa sababu nilikuwa nalia. Hata hivyo pia ilikuwa akili ya kitoto, nisingeweza sasa ile kujua kumuuliza tena swali kwa anaendelea. Mimi nilikuwa namsikiliza sasa ile hivyo. Sasa nafahamu kwamba pia James ulitoka kuwa mtoto wa mtaani, kutoka kulelewa na mama Yusta, ilikuwaje ukaja mtaani? Ndo hiyo simulizi sasa inakuja. Baada ya hapo sasa ni mama yangu ndo alipata ile, aliweza kupata ajali. Alivyopata ajali kamuuguza, mwisho wa siku alifariki akiweza kuniacha darasa la 3. Alipofariki nikiwa sasa mtoto wa miaka 7 sasa nipo. Baada ya kufariki
ndugu sasa wa pale sasa wa yule mama, sio ndugu kama ndugu, wafanyakazi ambao walikuwa wanawaamini. Sasa yule Anko Mayasa yeye alikuwa ndo mfanyakazi mkuu pale leo, kumwendesha mama na kusimamia miradi mingine ya mama. Kwa hiyo yeye akaanza kuwafukuza wafanyakazi wengine. Mwisho wa siku alinifukuza mimi, akataka sasa ile kwenye huo alitaka kuua. Kwa sababu wewe ndio ulikuwa kama mtoto wa yule mama, na maana ungerisi kila kitu ambacho mama alikuwa ameacha. Nilikuwa nimeachiwa mimi. Kwa hiyo ile hivyo. Kwa hiyo ili kipindi kile Arusha kulikuwa kuna tabia zile za kuweza kuwachukua watoto wa kiume kwa kupeleka Merelani kwa watu makafara kwa sababu ya migodi. Unaona? Kwa hiyo Anko aliingia makubaliano na wale wachimbaji kule, wakanichukua mimi nikiwa shule. Aliniteka nikiwa shule, nilikuwa sijui. Nikiwa shule hivyo alikuja na gari ya nyumbani wakanichukua, so nikafungwa masponji na kigumizi. Unaona kigumizi sasa hivi kinaanza kupona. Hichi kigumizi kiliweza kutokana na ili tukio sasa la kuja kuchukuliwa shule na kuwekwa. Awali ulikuwa unaongea vizuri tu. Nilikuwa naongea vizuri kabisa na mama hadi ile mama alipokuwa amefariki. Kigumizi kimekuja baada ya hilo tukio, ile shoko ya hilo tukio, kwa sababu nilichukuliwa nikiwa shule nikaingizwa matambala mdomoni mengi sana, matambala makukuu na vipande vya magodoro vingi sana mdomoni, nikashindiliwa, nikapigwa tape, nikafungwa mikono, nikafungwa na miguu nikiwa kwenye gari. Kijana wa miaka 8 tu kipindi. 7. Nikaanza kupelekwa Merelani huko, nasikia sauti, unamzuia mjomba wako kuchukua mali na nini. Mimi sijui hata mali zenyewe, sijui kipindi. Uliponaje? Ni Mungu. Kwa hiyo ni tukio ambalo lilikuwa ni baya sana, ambalo nilikaa msituni kwa zaidi ya wiki moja na zile sponge. Unaona hii alama hapa? Hii alama ilikuwa ni kubwa sana. Hii alama ilikuwa ninakula kupitia hapa. Kwa sababu hapa nilichanika mpaka huko ndani, kwa sababu mashavu yalikuwa yamejaa, shingo ilikuwa imejaa, koo ilikuwa limejaa, yani ile shingo lilikuwa limejaa mpaka hapa. Sipitishi hewa. Ile sipitishi hewa kwa muda wa wiki nzima. Nilivyoenda kule Merelani nikawekwa juu ya vile vichuguu vya michanga. Vya michanga vile. Wanapenda kuchimba kule. Nikawekwa juu. Sasa sio mgodi wa nani ulikuwa. Nilivyowekwa juu ili sasa niweze kutolewa hiyo kafara yenyewe. Sasa sijui, bahati nzuri ilipiga radi, mvua ilikuwa imenyesha kubwa, ikapiga sasa radi. Ulikuwa msimu wa mvua. Ilipiga radi kubwa sana. Radi ile ilivyopiga ngulumo na ile taa ile kali sana. Wale watu waliokuwa wanakuja sasa ili kuniua pale wakafunikwa na kifusi. Kwa sababu mtu ulidondoka katika na sehemu moja, vile vifusi vikadondoka vikawafunika wale watu. Walikufa? Yes, na mimi walikufa kwa sababu kifusi kilikuwa kikubwa sana. Walikufa. Sasa mimi pale nilipokaa pale juu pakawa sasa ile pale kubimbilika, nikaanza kubimbilika kinyume nyume. Sasa ndo naingia, ndo naporomoka sasa kutoka kwenye ule mlima sasa mapolini naingia. Kwa hiyo nilivyoingia huko nikaanza kusota. Siwezi kutembea kwa sababu nimefungwa kamba na miguu na mikono. Nikakaa sasa ile pale kusota kutumia makalio. Nimesota kwa umbali mrefu usiku mzima. Siku ya pili tena nikasota tena, naingia machakani. Kwa unatembea hivi? Yani ile hivi natembea nachoka. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya nne ingia msituni sasa huko katikati ya msitu enda. Hakupata hata akili ya kujifungua pale?
nilifungwa hivi nyuma. Kwa hiyo kufungua kwa huko nyuma nilikuwa siwezi. Miguu na miguu pia nimefungwa. So naona ile nikivaa pensi na alama nyingi sana na michubuko mingi sana ile, kwa sababu na mifupa yote ilikuwa iko wazi huko. Sasa kule kwa sababu ile baridi na nini, mwili mzima ukawa kama umeganda na kujiburuza, sometimes napita kwenye miba nini hivyo. Kwa hiyo naendelea kuchubuka. Nilipoteza fahamu sio siku ya ngapi hiyo, nikaokolewa sasa na Wamasai. Hiyo ni neema tu, nafikiri. Wamasai wakaweza kuniokoa, Wamasai wakaanza kunilea, hakuanza kuniganga sasa majeraha yangu, kwa sababu nilikuwa siwezi kabisa sasa kuongea, sauti ilikuwa haitoki kwa sababu nikiongea, so unaona mdomo wangu hivi, ndio ulimi wangu umeweza kukatika. So ulimi ulikuwa unatoa mafunza. Na kule kuna wale wadudu wanaitwa ruba, wale ruba walikuwa wameingia kwa sababu ile naweza nikapita sehemu kuna kibonde, kuna ile bonde ile tope lilikuwa jingi, na hauwezi kujitoa kwa sababu siwezi kujitoa, yani nazama kabisa kwenye tope, nasubiri sasa mpaka tena mvua yenyeshe tope lile liishe, na macho haiwezi kufunguka nione. Kwa hiyo wale wadudu walikuwa ni mwilini wanaanza kung'ang'ania homo wadudu ruba na nini na wadudu wengine. Kwa hiyo koo langu kwa sababu ile limekaa na zile takataka muda mrefu likawa limeoza. Kwa hiyo wale Wamasai walipata shida kunitoa zile taka zile, tena kunifungua makamba, nikawa siwezi kutembea na siwezi ile kupata sasa ile, nikaanza sasa ile kupewa madawa ya kienyeji za asili za wakawa miganga na madawa yao ya asili na nini hivyo. Kwa hiyo nilikaa na Wamasai zaidi ya miaka miwili, sikosei. Miaka miwili nipo kule kijijini nahudumiwa na nini. Nikaanza sasa ile kuongea, kwa sababu kipindi hicho nikiongea natoa usaha, natoa damu kwa hivyo, nikifungua toko kwani hawa ninaongea kipindi chote ile kibububu, ishara kibubu nini. Kwa hiyo hadi nilipoanza sasa ile sauti ikaanza kutoka, lakini ndo kigumizi kikawa ndo kinaanza kuja hapo sasa, kwa sababu mishipa ilikuwa tayari imeshakata hivyo. Kwa hiyo nilikaa kule na Wamasai zaidi ya miaka miwili, nikaomba sasa, kwa sababu nilikuwa natamani sasa ile kurudi shule. Ndio hapo sasa ikabidi sasa niwaombe nirudi shule, yaani kwa hali yoyote. Wale Wamasai walinikubalia, walinirejesha nyumbani, wakanipa nauli na kujua nyumbani kwenu. Nikamwambia ndio, nikifika Arusha, kwa sababu si maduka yetu pia yalikuwa hapo Arusha mjini pale, steady tu ikifika. Kwa hiyo rudi kwa mjomba wako tena? Nilirudi nyumbani. Baada ya kurudi nikakuta pale nyumba mjomba ameuza, ameshaondoka zake. Kwa hiyo hivyo ukafanyaje? Maisha kawa sasa, hapo ndo maisha yakawa sasa naishi mtaani, kwa sababu kipindi hicho nilikuwa sina akili ya kufuata majirani. Haukuweza tena kurudi kwa Wamasai? Sikuweza kurudi tena kule, nikawa nazunguka sasa ile mjini pale, nalia na nini, lala nje na lala juu ya miti, kwa sababu nyumbani kwetu sisi kulikuwa kuna miti imezunguka. Nilikuwa panda juu ya mti na lala pale. Nikaenda paka nyumbani, kuna walinzi wanazuia, anambia wewe juu sisi wewe mtoto Kimasai rudi, kwa sababu niweza kuvaa zile shuka za Kimasai. Kachunge ng'ombe. Babako hawezi kuwa na nyumba kama hii. Alright, asante sana James. To stop hapa, mtazamaji wa The Walking Bridge, huyu ni ndugu yetu James Yusta, na nadhani umeweza kusikia mengi kuhusu James, na ni mambo ambayo yanasikitisha, ni mambo ambayo hatuelewi yalitokea kwa jinsi gani. Mimi kuna jambo ambalo natamani kulijua kutoka kwa James, ni kama je, amewahi kutafutwa na watu na mtu yeyote yule akijitambulisha kwamba yeye ni mama yake au yeye ni baba yake? Hii ni The Walking Bridge. Tafadhali subscribe kama bado hujasubscribe, fanya hivyo, lakini pia unaweza kushare kwa watu mbalimbali.